Nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo, na mnaweza mkaona hali ya Dodoma ni nzuri sana ambayo inatufanya tuwe very active, tusilale. Hali ya hewa kwa kweli inavutia kuwepo hapa na kutafakari masuala muhimu kwa ajili ya sekta. Ninaomba niwashukuruni nyote kwa niaba ya management ya Wizara ya Elimu. Ninaomba niwashukuruni nyote viongozi wa taasisi mbalimbali kwa namna ambavyo tumefanya kazi pamoja kwa mwaka wa fedha uliopita. Wizara yetu ni kubwa kusema kweli, lakini ukubwa wa wizara hiyo unaonekana ni mdogo pale katika makao makuu, kwa sababu nyinyi ambao mko katika taasisi mnafanya kazi mbalimbali ambazo wizara ilipaswa izisimamie. Kwa hiyo kama ambavyo viongozi wenzangu wametangulia kusema, mafanikio mengi makubwa tuliyoyaona kwa mwaka wa fedha uliopita ni kwa sababu nyinyi viongozi na watumishi wenzetu katika taasisi mlisimama sehemu yenu ya kazi, na kweli matokeo makubwa yakapatikana. Naamini tunaweza tukajipigia makofi. Kumekuwa na issues mbalimbali tunapoongea utekelezaji wa bajeti na mipango mbalimbali. Hakika huwa hakukosekani na changamoto, lakini changamoto hizo sote tulizitatua na kuhakikisha kwamba majukumu ya taasisi zetu yanaendelea kama yalivyopangwa. Kwa hiyo ninaomba niwashukuru tena, na naomba mtarudisha salamu kwa watumishi wenzetu katika taasisi zenu kwamba tunathamini sana utendaji kazi wao, lakini pia namna walivyojituma kuhakikisha malengo makuu ya wizara yanatekelezeka. Ndugu washiriki, kikao hiki ni muhimu sana, hasa katika kufanya tathmini ya pamoja ya utekelezaji wa bajeti ya wizara kwa mwaka wa fedha uliopita, pamoja sasa na kuweka mikakati mizuri ya namna ya kutekeleza bajeti hii ya 2026/27 iliyopitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 8 Mei 2026. Tathmini hiyo ni muhimu katika kubaini na kutoa mwelekeo wa mchango wa sekta ya elimu katika utekelezaji wa Dira 2050. Ndiyo maana tuliona ni muhimu sana katika kikao hiki chetu cha kwanza tuwaalike wenzetu wa Tume ya Mipango, tuje tushirikishane juu ya mategemeo ya nchi yetu, mategemeo ya viongozi walioko juu yetu, mategemeo ya Watanzania, namna ambavyo sekta ya elimu itatupeleka kwenye kufikia ile Dira 2050. MC alikuwa anataja maneno ambayo yameelekwa kwenye dira, ambayo sisi kama watekelezaji katika sekta ya elimu tunapaswa kuyatekeleza ili kuhakikisha kabisa kwamba Watanzania wanapata elimu na wanakuwa na manufaa makubwa kwa ajili ya nchi yao. Kwa hiyo ninaamini sasa hivi swala la Dira 2050 ndiyo itakuwa ni vision yetu katika utendaji wetu wote. Katika uwekaji wa mipango ya kila aina, tutakuwa tunaweka mipango hiyo na mikakati ili kuhakikisha kuwa tunatekeleza na kutimiza yale matakwa yaliyopo katika Dira 2050. Kwa hiyo wizara yetu ina jukumu kubwa sana, na naamini mtaalamu ataweza kutuonyesha, na huenda tunajua, lakini kukumbushana kwa pamoja sekta ya elimu ina majukumu gani katika kutekeleza Dira 2050. Katika dira hiyo mtakumbuka kuna mahitaji ya rasilimali ambayo ni kutoka upande wa serikali kuwekeza 30% katika utekelezaji wa dira hiyo, lakini upande wa sekta binafsi 70% inapaswa kuwekeza katika dira hiyo. Lakini sisi tunapaswa kuweka mazingira mazuri kwa ajili ya uwekezaji binafsi
ili waweze kuwekeza ile 70% katika utekelezaji wa dira hiyo. Naamini mtaalamu wa Tume ya Mipango tutajadili naye kwa kina juu ya swala hilo. Ndugu washiriki, mtakumbuka kuwa wizara yetu pia inaendelea na jukumu kubwa la utekelezaji wa mageuzi makubwa nayaita makubwa katika sekta ya elimu, ambayo yalitokana na sera iliyoboreshwa ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo 2023, ambayo sote tuliishuhudia. Ilizinduliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe 1 Februari 2025. Mojawapo ya maeneo muhimu katika utekelezaji wa mageuzi haya makubwa ni eneo linalohusiana na utekelezaji wa elimu ya lazima ya miaka 10, ambapo tunajua itakapofika 2028 waliopo darasa la 6 mwaka 2027 na waliopo darasa la 7 katika mwaka huo wote wataingia kidato cha kwanza. Hilo ni jukumu kubwa ambalo tunalo sisi kama watendaji katika sekta ya elimu, kuhakikisha kwamba tunaweka maandalizi sahihi na stahiki kwa ajili ya vijana hao kuweza kuingia katika kidato cha kwanza wakiwa katika mazingira ambayo ni uwezeshi kwa wao kupata elimu yao. Kwa hiyo tuna majukumu makubwa katika maandalizi hayo. Na vile vile tunajua tumeingia katika mkondo wa mafunzo jumla. Wanafunzi wanapoingia kidato cha kwanza wanaweza kuchukua elimu jumla au elimu ya amali. Kwa hiyo pia tuna majukumu makubwa sana kuhakikisha kwamba wale ambao wanaingia katika mkondo wa elimu ya amali wanapata mafunzo stahiki katika mazingira ambayo ni wezeshi. Na vile vile sasa tuna jukumu la kuandaa mazingira ya wale hasa ambao wanatoka katika mkondo wa amali kuendelea na elimu yao katika ngazi nyingine za juu, iwe ni katika elimu ya kati au katika elimu ya vyuo vikuu. Sisi tulioko hapa tuna majukumu ya kuandaa mitaala, lakini pia kuandaa mazingira wezeshi ya vijana hao ambao wanahitimu kwenye elimu ya amali kuweza kuchukua elimu yao mpaka ngazi ya uprofesa, lakini vile vile wale ambao wanachukua elimu ya jumla waweze kupata elimu katika mazingira ambayo ni rafiki, lakini wapate elimu ambayo ni relevant. Baada ya kutoa matangazo ya matokeo ya kidato cha 6, nimekuwa nafuatilia sana mijadala katika social media, na unakuta sasa wanajadili prospects za wale ambao wamehitimu kidato cha 6. Hao waliohitimu kidato cha 6 watakwenda kusoma masomo gani ambayo yatawafanya wawe na maana katika jamii ya Kitanzania, aidha waweze kuajiriwa au kujiajiri wenyewe. Mijadala inayoendelea inaonyesha kama vile hatujaweza kukopa kuna mahitaji mapya ya kielimu yaliyopo katika dunia hii ya sasa. Na nimekuta watu wanaweka hata mwanafunzi aliyemaliza form 6 asiende kusoma kozi 1, 2, 3. Na zile kozi ambazo wanazijadili kwamba wasiende kusoma kozi hizo ni kozi ambazo tunazo katika taasisi zetu. Kwa mimi nilichukua ule ni mrejesho kutoka kwenye jamii ya Watanzania kwamba sasa ni wakati muafaka wa kutafakari upya na namna kubwa namna tunavyoenda kutoa elimu na aina ya kozi ambazo vijana wetu wangetamani kuzisoma kulingana na mahitaji ya dunia ya sasa. Unakuta mtu ameorodhesha 20 programs ambazo mwanafunzi anaweza akachukua na akafaa katika dunia ya sasa. Ukiangalia katika zile programs ni kweli tumeanza kuzitoa, na ninawashukuru sana viongozi wa vyuo vikuu, vyuo vya kati, mmekuwa proactive kuandaa programs hizo, lakini huenda tunahitaji kuongeza nyingine mbalimbali na kuweka katika mode, katika namna ambayo itakuwa flexible kwa ajili ya wanafunzi kusoma kozi hizo. Kwa hiyo tunujue sasa hata dunia, hata Watanzania wenyewe wanafahamu wanachokitaka kutoka kwenye taasisi zetu. Kwa hiyo ni muhimu na sisi tuweze kurespond. Huenda tulipaswa kuwa mbele kuwaonyesha tumeshaandaa programs 1, 2, 3, lakini tumefanya hivyo kwa kiasi kidogo, na sasa tunapewa taarifa
kupitia feedback ambazo tunaziona kutoka kwa Watanzania wenzetu, nini wanakihitaji katika elimu au mahiri zao katika maisha ya kazi au katika maisha ya kuajiriwa ndani ya nchi, lakini pia nje ya nchi yetu. Natambua huenda mtakuwa hamfahamu, tumeanza kama wizara, kulingana na hati idhini ya wizara, tuna jukumu kubwa la kufanya skills mapping, kujua mahitaji ya nchi ya kiujuzi ni yepi, na ili taarifa hiyo itusaidie kuandaa wataalamu ambao wataendana na mahitaji hayo. Kwa hiyo kuna timu, baadhi yenu tumewateua kusimamia zoezi hilo, na ninaamini watawafikia. Na kazi hii haifanyiki na sekta ya elimu tu, lakini tunajua tunashirikiana almost na kila sekta kuweza kutambua mahiri na ujuzi unaotakiwa katika sekta husika, lakini pia tu katika dunia ya sasa inayoenda kwa kasi sana. Changamoto tuliokuwa nayo ni kwamba mabadiliko ya kidunia yanakwenda haraka sana kuliko ambavyo tunaweza kurespond kwenye mabadiliko hayo. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi watendaji wa wizara wa sekta ya elimu kuona namna gani tunaweza catch up na hayo mabadiliko. Vichwa hivi vyote hapa najua ndio think tank ya wizara. Naamini tutaweza kujadiliana kwa pamoja namna ambavyo tunaweza catch up na hayo mabadiliko makubwa yanayoendelea katika dunia hii. Ndugu washiriki, ninatambua pia katika kutekeleza sera ya elimu zipo nyenzo mbalimbali na miongozo mbalimbali ambayo imeandaliwa kwa ajili ya utekelezaji wa sera hiyo. Na najua mojawapo ya nyenzo ambayo imeandaliwa ni ule mfumo wetu unaitwa mfumo wa takwimu wa sekta ya elimu, Educational Sector Management Information System, ESMS, ambapo inafungamanisha mifumo mbalimbali tuliokuwa nayo katika Wizara ya Elimu, na hivyo inatusaidia kupata takwimu zote katika eneo moja. Na naamini baadaye tutapata tathmini juu ya hatua ambako mfumo huo umefikia, lakini naamini tupo katika hatua za mwisho sana za uundaji wa mfumo huo, na ninawaomba sana viongozi wenzangu tuweze kulisha mfumo huo kwa kuwa na takwimu ambazo zitatusaidia sisi kama sekta kufanya maamuzi mbalimbali. Kwa kweli mara nyingi huenda tunarudi kwenye taasisi tunapokuwa tunahitaji takwimu za aina fulani, na hiyo kidogo huwa haileti afya. Kwa sekta ambayo ni kubwa, tunahitaji kuwa na one stop center ambako kwa kweli taarifa zote tunaweza tukazipata. Hatuna sababu ya maafisa kuwapigia simu na kuuliza mwaka jana uliadmit wanafunzi wangapi. No, we should not be doing that. Kwa hiyo tunawaomba sana viongozi, mifumo ile ambayo mnayo katika taasisi yenu iweze kufungamanishwa moja kwa moja na mfumo huu mkubwa ambao tumeuandaa kama sekta ya elimu. Na hii inaendana moja kwa moja na maelekezo ambayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameyatoa kwa taasisi zote, kwa wizara zote, kwamba sasa mifumo yetu iweze kusomana. Kwa tayari kama wizara tumeshaweka platform kuhakikisha kwamba taarifa zetu zote zinawekwa katika mfumo huo ili tuweze kupata taarifa sahihi kwa ajili ya maamuzi. Lakini pia endapo nahitaji kutoa clarification juu ya swala fulani, ni muhimu sana niweze kuingia tu katika dashboard na kuchukua taarifa hiyo na kuifanyia kazi jinsi inavyopaswa. Vile vile mtakumbuka katika hotuba ya Mheshimiwa Rais alipohutubia bunge kwa mara ya kwanza, alitoa mahususi kadhaa yanayohusiana kabisa na sekta yetu. Na moja ya maelekezo yake ilikuwa ni kuanzisha mpango wa pamoja wa waajiri na vyuo vyetu vya kati, vya ufundi stadi na vyuo vikuu.
na nyote mnakumbuka mpango huo ulishatekelezwa, ulishaandikwa na ulishazinduliwa na Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi tarehe 9 Februari pale Dar es Salaam. Sasa mpango huo ni mpango, na unaweza ikawa, niliona ni madokumenti matatu hivi makubwa, MEF na MEJ. Tumeandaa documents hizo, lakini ninaamini huo mpango katika makaratasi sasa utabadilishwa, unaenda kuwa katika vitendo. Ninaamini kabisa tayari katika taasisi zetu, kwa wale ambao zinawahusu, mna mashirikiano tayari na viwanda na waajiri. Tayari mashirikiano hayo tunayo, lakini pia ninajua kupitia miradi mbalimbali kama vile mradi wa HIT, mradi wa E-Strip, tayari taasisi za elimu ziliweza kuweka mifumo ya kuengage na waajiri au viwanda. Sasa kwa kuzingatia mahitaji ya dira ya 30% kwa 70 kutoka kwenye private sector, 30 ndio uwekezaji wa serikali, mimi ninaona mpango huu una umuhimu mkubwa sana katika sekta ya elimu. Kwa ni vizuri sana mpango huo usiishie kwenye makaratasi, na niwaombe viongozi wenzangu tuboreshe mbinu mbalimbali za kufikia private sector. Kama wizara tumeshaandaa mkakati wa PPPP. Nimesema P ngapi? 4, 3. Tumeshaandaa mkakati huo, tunao. Lakini kama mnavyojua viongozi wenzangu, mkakati unaweza kuwa ni makaratasi yameandikwa yamekaa kwenye shelf. Kwa ninawaomba sana mkakati huo tuusome, lakini pia tu engage na wenzetu wa private sector katika namna ambayo tunaona inawezekana kupitia taasisi yako. Hatuna hiyo model ya one size fits all, lakini kila taasisi ione ni namna gani itaweza kufikia wale wa private sector, ili kwa kweli tuongeze mchango wao katika sekta ya elimu. Kwa documents hizo zipo, ni juu yetu sisi viongozi kutafsiri documents hizo na kuwaalika private sector kwa ajili ya kushiriki katika uwekezaji katika sekta ya elimu. Hapa pia nitaongea kidogo juu ya wale warekebu. Mara nyingine pia warekebu nao wanapaswa wajiangalie. Now with this new perspective, warekebu nao wana flexibility gani katika urekebu wao wa kuruhusu private sector kuingia na kuwekeza katika sekta ya elimu. Nataka nitoe mfano mmoja. Mwaka jana wa fedha tulipata kibali cha kuajiri walimu wa amali ambao wangeenda kufundisha katika shule za sekondari. Lakini amali ambazo walipaswa kwenda kufundisha hazitolewi na vyuo vyetu. Kwa maana hiyo huwezi kupata wahitimu walimu wa amali waliosomea fine arts. Huwezi kuwapata. Lakini nikienda pale Mwenge, wale wachoraji wa tingatinga, waigizaji wa sinema, fine art and performing arts, waigizaji wako, vijana wengi wako, wadau wengi nje ambao wanafanya kazi kama private. Je, kuna namna gani sasa tunaweka utaratibu wa namna gani sisi kama warekebu kuruhusu walimu hao ambao huenda hawana GPA, huenda hawana degree, si ndio? Lakini tunaweka utaratibu gani wao kuruhusiwe na kuja kutoa elimu? Kibali tunacho kama sekta, lakini kibali hakijaweza kujazwa kwa sababu walimu wa namna hiyo hawapo. Mrekebu, kamishna na SQA, mnatushauri nini juu ya kulegeza? Sijui ni kulegeza, I just don't know how to call it, lakini how we can bring them on board. Lakini tunao pia wale wenye gereji chini ya mti. Badala ya kusema tunanunua vifaa vingi kwa ajili ya shule za amali, ambazo kweli shule za amali zinahitaji uwekezaji mkubwa, tuna utaratibu gani sasa wa kwenda kufanya kazi na wale walimu ambao wako kwenye field, wako chini ya mti, au of course wana gereji zao za maana? Tunaweka utaratibu gani sisi kama warekebu kuruhusu jambo hilo litokee? Kwa hiyo tunapoongelea involvement of a private sector,
warekebu pia wana nafasi ya kurekebisha taratibu ambazo tumejiwekea ili watu wa sekta binafsi nao waweze kuwekeza mchango wao katika sekta yetu ya elimu. Vile vile mtakumbuka sasa nikiangazia vyuo vikuu na zile campus 16 ambazo tumezijenga katika mikoa ya pembezoni. Majengo mazuri. Profesa Mwegwa ananiangalia. Majengo mazuri na yameshazinduliwa. Profesa Mvuma, SUA sijawahi kutembelea, lakini yale majengo ni mazuri, yako kule pembezoni. Lakini maeneo yale hayana nyumba za wafanyakazi, hayana mabweni ya wanafunzi. Private sector tunaentize namna gani ili iweze ikawekeza katika maeneo hayo. Kwa naona kuna room ya kila eneo kuweza kutengeneza namna bora ya kuhusisha private sector ili mzigo huu wa uwekezaji katika sekta ya elimu usibaki tu kwa serikali. Tunajua serikali ina majukumu yake ambayo ni ya lazima, lakini kwa kweli tunajua pia private sector ina nafasi kubwa sana ya kuchangia katika sekta ya elimu. Mkakati ulioandaliwa wa engagement na viwanda pamoja na waajiri, lakini pia mkakati uliokuwa nao wa PPP kwa kweli ni nyenzo ya muhimu ambayo tumeshaiandaa ya kutuwezesha kuhakikisha kwamba sekta binafsi pia inashiriki katika uwekezaji katika sekta ya elimu. Na mmeona tutajadili katika kikao hiki pendekezo ambalo lililetwa na bodi ya mikopo ya kutafuta alternative financing. Serikali imekuwa inaendelea kuongeza tengeo kwa ajili ya mikopo, na sasa tumefika to the tune of trilioni 1 kwa mwaka huu. Lakini mnajua Watanzania pia wanaendelea kuongezeka na appetite yao ya kusoma elimu ya juu inakuwa. Kwa ni muhimu sana kutafuta mbinu mbadala za kuweza kufinance sekta ya elimu. Ndio maana tunawapongeza sana bodi ya mikopo kwa lile andiko lao ambao walileta, ambalo wote tutakwenda kulitafakari na kuona namna gani linaweza kuondoa mzigo mkubwa ambao uko serikalini na tukapata mbinu nyingine mbadala za kupata fedha au hata rasilimali nyinginezo, sio fedha tu, kupitia milango mingine mbalimbali. Kwa hiyo ninaamini nasi katika taasisi zetu tutakwenda kuangalia kwanza namna gani tutaongeza wigo wa kuzalisha vipato, income generation activities kupitia taasisi zetu, na nawapongeza vyuo wengi, naona wameshaanza kuwa na mipango ya PPP. Lakini mnajua mipango ya PPP pia na changamoto zake, na tunashukuru serikali imeweka kituo pia ambacho kinaweza kutuendelea kutupa ushauri. Kwa hiyo tuna fursa kubwa sana ya kuongeza mapato kupitia mbinu mbali. Kwa kweli ni mengi ambayo tunaweza tukaongea leo, lakini naomba niyataje hayo ambayo Mheshimiwa Waziri alikuwa ameweka kwenye hotuba yake. Lakini ninaamini katika mjadala ambao tutaendelea hapa leo tutakuwa na masuala mengi ya kushauriana na kupeana mbinu mbalimbali namna ambayo tutaboresha utendaji na ufanisi katika sekta ya elimu. Labda la mwisho, mimi kama afisa masuhuli tu, halikuwekwa kwa waziri, mtatambua bajeti yetu ya mwaka huu ilipungua kidogo. Tutakapopata hilo wasilisho mtaona ilipungua kidogo, haikuwa kwa vile tulivyotarajia. Kwa hiyo kama taasisi tuangalie namna ambayo tunaweza tukaoperate within that approved budget, lakini pia tuwe na mbinu nyingine mbadala za kuweza kupata kipato tofauti na kile ambacho tunategemea kutoka serikalini. Kwa hiyo viongozi wenzangu, ninawashukuru sana kwa kushiriki, kwa kuja na kushiriki katika kikao hiki cha leo, na ninaamini tutaondoka hapa tukiwa na uelewa mpana kama viongozi wa sekta namna ya kudrive sasa wizara hii katika mwaka wa fedha unaokuja, lakini pia kwa mipango mingine mikubwa hadi mwaka 2050. Sasa baada ya maelezo haya, kwa niaba ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda,
naomba nitangaze rasmi kuwa kikao cha mwaka cha management ya wizara na wakuu wa taasisi zilizo chini ya wizara kwa mwaka wa fedha 2026/27 kimefunguliwa rasmi.